Na katika taarifa hapo awali kwamba vijana 12,155 waliokuwa wakitafuta fursa za kuanzisha biashara wamepokea awamu ya kwanza shilingi 25,000 kutoka kwa serikali chini ya mpango wa kitaifa wa Nyota. Vijana hao baadaye wataongezewa shilingi 25,000 ili kufikisha jumla ya shilingi 50,000 kama mtaji. Mpango huu ulizinduliwa rasmi na Rais William Ruto leo katika uwanja wa michezo Mumias, kaunti ya Kakamega. Ni vijana waliojawa furaha na matumaini kwamba ndoto zao hatimaye zitatimia. Wangapi wamepokea nione? Allah! 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 Kundi la kwanza la vijana 12,155 watakaonufaika na mpango wa Nyota kutoka kaunti za Bungoma, Busia, Kakamega na Vihiga wamepokea shilingi 25,000 kila mmoja kutoka serikali kama mtaji wa kuanzishia biashara zao. Dear beneficiary, you have successfully unlocked your startup capital. 22,000 Kenyan shilling sent to your Pochi la Biashara wallet. 3,000 Kenyan shillings will be sent to your ZD account. Very good. Today in the 4 counties, Busia, Kakamega, Vihiga and Bungoma will receive the first tranche of 25,000, each one of them, a total of 267 million. Mpango huu wa serikali unaofadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia kwa kima cha shilingi bilioni 50 unalenga kuwawezesha vijana 820,000 katika sekta mbalimbali kupata mafunzo rasmi kuhusu ujasiriamali, kubuni nafasi za ajira, kuanzisha desturi za kuweka akiba na kupata ujuzi. The Nyota program will not only empower young people but also foster a more inclusive and resilient economy for all Kenyans. Sisi kama wizara tuna mipango ya kutembea nao vijana. Hizo ziko ambazo zinaendelea. Tuone ya kwamba wana fedha ya kutosha kufanya biashara yao. Na pia wana soko ambao wanaweza kuuza vitu yao. Kwa hivyo mradi huu ni njia moja ya kupigana na adui ambaye ni umaskini. Kwa hivyo sisi tunatoa shukrani kwa serikali ya taifa ya Kenya ikiongozwa na William Ruto na marafiki wetu kama Benki ya Dunia, yani World Bank, kwa sababu tunasaidiana ili tupigane na umaskini. Ujuzi wa awali ambao vijana hao walipata kupitia mafunzo yasiyo rasmi au kujifunza wakiwa kazini utatambuliwa rasmi na serikali, ambapo shirika la kitaifa la mafunzo ya viwanda litawakabidhi vyeti halali vya kudhibitisha ujuzi wao. This is not a political meeting. This is not a political meeting. This is a meeting about the empowerment of the young people of our nation. This is about the transformation of Kenya. This is about entrepreneurs and their businesses and their future. This is about the young people of Kenya. Rais William Ruto alisema mradi huu unalenga kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira ikiwa utatumika vyema kwa ushirikiano na mipango mingine ya serikali. Aliwahimiza vijana kutumia fursa hiyo vyema, kwani serikali imewekeza pakubwa na italipa fedha hizo kwa niaba yao. Msiniangushe jameni, please. Tafadhali. Nisipate report ya kwamba kuna mtu alichukua pesa akaenda akafanya mapenzi ama akanunua pombe ama akafanya sijui nini. Please, my friends. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Pesa ile mnapewa hapa sio pesa ya siasa, ni pesa ya biashara. Rais pia aliwashauri vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa wa binafsi. Alisema serikali itawasaidia wale ambao bado hawajalipa mikopo ya hazina ya Hustler. Achola Simon, Darubini Wikendi.